Mimi kwa siku ya leo sijui ni nini, kama ni juu ya mondialization. Unakutana msichana na anavala huku nyuma kaleso inaonekana. Nilifanya bangi ni nini kunywa vitu mbaya sana imeosa katika kichwa chao. Patana na wasichana kwa njia ati unamfanya kwa barabara. Ndio yao ni maisha mpya. Wanaona kweli wavae vile wanapenda kuvaa. Turabashuje kandi tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kudukurikira ku Nganzo. Uyu mwanya ndi kumwe n'ibyamamare. Aba ni inkingi za mwamba mu bagize industry ya cinema muri Kenya. Murababona n'ababyeyi beza bakuze bafite inama n'impanuro nyinshi. Nifuje ko batuganirira ku bijyanye n'imyambarire y'abagore n'abakobwa b'iyi minsi. Ese nibyo cyangwa si niba atari byo hakorwa iki? Tudatinze katubakire. Nje ndi Rastafari. Madam, jina lako ni nani? Mimi naitwa Ailina. Na wewe madam? Mimi naitwa Christine. Na wewe Soso, ambia watu uko nani? Mimi ni Bridget. Aha, sasa nataka muambie watu briefing masomo kwa mivalio ya wadamu na wasichana wa hizi siku, kwa sababu watu hawaione vimoja, hawaiseme vimoja. Nyinyi mnaviona aje? Mimi kwa siku ya leo sijui ni nini, kama ni juu ya mondialization, kama ni kitu gani sijui kinakuwa hizi siku. Unakutana msichana anavaa vazi ya kuonyesha mwili wake na anavala huku nyuma kaleso inaonekana. Mimi nasema sasa hii ni mivalio gani? Nilifanya bangi ni nini kunywa vitu mbaya sana imeosa katika kichwa chao. Patana na wasichana kwa njia ati unamfanya kwa barabara. Mimi siwezi kubali hii menendo wanaenda naye. Utachapwa na kiboko ile mbaya sana. Kubali hata ningekuwa president wote ningewaweka prison wote. Tena kitu ingine ya hatari sana. Watoto wa leo hawapendi Mungu, hawapendi neno la Mungu, hawapendi kuchoka, wanapenda ya hawapendi neno la Mungu. Wanatafuta vijana wawe wapate kumi kwa hao vijana. Hawapendi. Hawajui kijana hiyo pesa ametoa wapi. Mungu naye shikuta pesa yake atakufunga kitu kama hujampa chenye anataka. Nafikiri ni mwendo yao, ni maisha mpya. Wanaona kweli wavae vile wanapenda kuvaa. Lakini hata ukivaa rinda nzuri na utane nywele yako utaonekana mrembo zaidi hata kuliko yale yote. Niko na mfano wa msichana moya, wakasema kuko kazi kubwa yenye tunatafuta msichana moya. Ule msichana kufika kule, ule baba akasema basi nitakupatia kazi kwa bure. Tunajua vitu yenye tunapaswa fanya. Ule msichana akasema mimi siwezi tika ucheze na mwili wangu, afadhali nikose kazi. Patia pipu. Chukua mandizi hapo hapa, zunguka utakosa. Chukua michondo. Enda ununue baka utaruti hapa na unga na sukuma na watoto watashiba. Amuka tena kesho ufanye hivyo. Mungu hawezi toa jazo ili Mungu akunyime cha kukula. Kwanza mimi naona vinatoka kwa hii marezo sosio. Hii masimu hii inapoteza dunia. Unakutana mtoto, mama, wote viko kurezo sosio. Inavunja ndoa, anapenda vile venye aliona kurezo sosio aende vifanyia kwa nyumba kwa bwana wake. Na watoto nao vile venye waliona kule kurezo sosio ndio venye watapenda wazazi wafanyie. Sasa wazazi wanataka kataze mnasema mko wazee di. Mwache kutusumbua. Huko mondialization. Hamuna cha kutuambia tena. Njoo ile mimi kitu ya kwanza mimi naona kinapoteza hii dunia. Kinaangusha dunia chini. Ni rezo sosio. Na unakuta nyumba unakatika. We mama, shuka ni yangu najikamata kusema mama wengine. Kumbe alishawaona kule kurezo sosio. Mtoto ataona mzungu anakaa hivi, atakaa hivi. Ataona mzungu anakaa hivi, atakaa hivi. Mzungu anatembea uji, mtoto mbona mzungu anatembea uji. Hii kweli vile ndugu hao wawili wamesema ni social media na kuika mfano ya wazungu.
Lakini social media sio mbaya, lazima wajue gani si nzuri. Huwezi kuamka asubuhi saa yote unataka kujibadilisha kuwa tofauti. Na wewe ulizaliwa dunia ya tatu, na huko walizaliwa dunia ya kwanza. Maisha yao ni tofauti na yetu. Sisi Afrika ni tofauti. Tuko na mtindo yetu, tuko na tabia zetu, kwa hiyo ni tofauti kabisa. Mtoto akitoka pale nyumbani, wewe kama ni mzazi unaangalia mtoto wako amevaa aje, unamuita. Kama unaona anavaa vibaya, unamuita kwa upole. Hii si ile wakati ulikuwa unamwambia kuja hapa, unataka kumchapa, ataenda kabisa, naenda kujinyonga na utamuona. Kwa upole mwambie, mtoto wangu kuja, nimeona umevaa vibaya, nataka utoe hii nguo, si kwa ubaya mtoto wangu. Utarepiwa pale na mnasema unarepiwa, kumbe si kurepu, nyinyi ndio mnaenda kujirepu. Kaa vizuri na uondoke, uende mahali ulikuwa nataka, na kupenda mtoto wangu. Kila mmoja anaweza kujifanyia vitu zake. Sikii wazazi vile wanasema. Nyinyi siku zenu zilipita, na tuachie sisi tuvae vile tunapenda kuvaa. Lakini si nzuri sana ile nguo ile kama imeraruka, kwa maana society inakuwa msemo kwa Kiingereza inaanza kuwa rotten society. Hizi wanaenda bila nguo wakiwa uchi. Unauliza hii ni nini? Mmoja nilimvuruta kwa matatu, ati anainama hivi, huko nyuma hakuna kitu, ana suruali ya ndani, hapo hivi. Akaniambia nini? Nikampata kwa vibaya. Watu wananiambia mama umefanya vizuri. Na hivi vitu vinaharibika kabisa. Hii dunia basi tuko hatari kubwa. Mimi naona hii ni mwisho wa dunia. Shetani alivileta, ni Mungu tu peke yake tunamtegemea. Na president wetu atie mikakati ya kuweza kuongelesha hii watoto wawekwe pamoja, waweze kuwa ni watoto wanasikiliza wazazi yao. Mimi naona mkijana kabisa, mtu mzima mwanajitia kumungu, najua hata kusaka kitu hata